kufanya kazi na Mkojani na mnafanya tena. Kuna baadhi ya wasanii walikuwa kwa Mkojani, lakini nilifanya interview na Mkojani tukiwa Mbeya, Chunya Mbeya, tulikutana Mbeya. Akasema kuwa wasanii wote waliokuwa kwake kila mtu alitaka kuwa boss. Na ndio maana Kisa aliondoka. Nago na uliondoka kwa sababu ulitaka kuwa boss kwa babako. Na pia ukubali kwamba hakuna boss anayekubali wewe uitwe boss. Haujasikia. Mimi sijakataa kwamba labda nilitoka pale kwa sababu nataka kuwa boss, hapana. Ila kwenye maisha utafutaji, yule ni mzee, unajua mtu ambaye kakulea kwenye sanaa, yule ni amenilea. Yaani mimi siwezi kuwa Ngoma Nagwa nikakosa kumzungumzia Mkojani, nikakosa kumzungumzia Tini White. Au ni watu ambao mimi wameni inspire zaidi na kuwa mkubwa kwa maana vile wao walinipigania kwenye njia zangu. Kwa hiyo nawaheshimu na ninaendelea kuwaheshimu na nitawaheshimu. Si umenisoma? Kitu ambacho mimi nilitoka katika familia ya kujitafuta, kwa sababu wanasema mtoto anapokuwa, nadhani hata yeye aliwaambia, mtoto anapokuwa kuna muda unamruhusu akajitegemee. Si umeelewa? Kwa ule muda ambao mimi nimeruhusiwa nikajitegemee, ndio nilitoka kwenda kupambana, lakini sikutoka labda tuna maugomvi, no. Unajua binadamu unaweza kutoka sehemu akaona labda una visa vikasa, hamna. Mimi sina, ile ni familia yangu, yani wale na waheshimu, ni wazee wangu wale wamenilea kwenye sanaa. Kwa hiyo sina tofauti nao na nawaheshimu. Unakuwa unajisikia vipi ambapo watu wamepita kwa Mkojani na mmetoka lakini wote bado mnazidi kufanya vizuri? Nazungumzia Chado, Chumvi Nyingi, wewe, sasa hivi tunamwona nani Udogo alotoka tena kwenye skitu yumo ndani. Ni watu ambao wametoka. Huwa mnahisi ni malezi ambao mlitengenezwa kwa nyuma na wanafanya mnazidi kuwa wakubwa mpaka leo hii? For sure, kwa sababu lile ni daraja, kwa sababu kuna vitu vingi pia tulikuwa hatuvitambui wala kuvijua, unajua. Kwa hiyo wale ni washua, kwa sababu unapolelewa katika mazingira yoyote ni lazima ukalili yale mazingira. Na ndio maana unamuona mzazi akimlea mtoto wake kwenye umalaya, yani kwamba akamwacha mtoto yeye mwenyewe mara kaenda huko karudi saa 6. Ukumbuke hata mtoto na kesho anakuja kulisi kwa sababu anaviona kwa wazazi. Kwa hata sisi mafanikio yetu, kwa upande wangu mimi sitaki kuwazungumzia wengine. Wao pia wamekuwa ni daraja la sisi kujifunza na kufanya vizuri. Ama mimi nimekuwa ni daraja la kujifunza kufanya vizuri, kwa sababu kuna muda ukiwa unasaidiwa kila kitu utafeli, kuna muda inabidi ujitegemee. Kwa hiyo kwenye kujitegemea pale wewe ndio unaweza ukajamba vitano ukashtua maadui. Umenisoma? Ukilegea ndio unakuta umepigwa chini, wauni wanaondoka na safari. Sijui ukajikuta umefanyaje, wauni wanakupiga chini. Kwa hiyo zile ni njia ambazo wao walishazitengeneza kwetu sisi. Kwa hiyo sioni kitu cha ajabu sisi tukaendelea kuwa wakubwa kama wao walivyokuwa wakubwa. Nataka mimi utuambie, ulitoka hapa ukaenda South na Cram, mlienda kufanya kazi. Hii yote ni Skitu. Cram amewekeza, ulitaja bajeti ambayo umetumia kwenye tamthilia ya Skitu, pia kukutoa hapa kupeleka South. Na ni msanii wa kwanza of course kwenda kushuti tamthilia nje ya nchi na kuweka YouTube. Watu tunaamini tuna watu wakienda wapi wanaweka kwenye mainstream, lakini imekuwa ni tofauti. Ni kipi ambacho unakiona kwa Cram na kwenye tamthilia ya Skitu kikubwa anachokifanya? Yule ana hasira Cram, na mimi pia nimejifunza kitu. Unajua kuna vitu vingi sana nimejifunza kwa Cram. Ni mtu ambaye ana spirit na kazi yake, yani mtu ambaye hataki mchezo na kazi yake, unajua. Kwa hiyo kwanza I'm so proud, pia mimi nimekuwa ni nafasi mojawapo ya sisi kutoka kwenda kufanya nje na nchi. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tumefanya nje na nchi na nchi yetu. Si umeelewa? Yani nje na nchi yetu. Yani ni watu ambao tumefanya tofauti. Kwa hiyo I'm so proud, lakini pia nampa sana pongezi nyingi Cram. Ni mpambanaji na anapambana kwenye ukubwa wake. Na uzuri vinaonekana vinavyofanyika. So sidhani kama kuna baya lolote kwa Cram linaweza likatokea kwenye hii sanaa. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ananipa changamoto, kwa sababu kama tumeenda kushuti South Africa, mimi plani zangu nikashuti Marekani. Kwa kufungulia njia. Kwa hiyo amenifungulia njia ambazo ameniambia blaza, kama mimi nimeanza kushuti huko, blaza mimi nakuona mbali. Ngambia no, ngoja nikuonyeshe sasa kubwa la maadui la Masela anafanya vipi. Kwa hiyo na Cram ajipange, asichukulie tu kawaida, sababu vita ni vikali. Sasa hivi YouTube imekuwa na uwekezaji mkubwa. Tofauti zamani walikuwa wanafanya ili mradi tu wamefanya picha mbovu, sauti mbovu. Sasa hivi inakuwa na quality, mnazingatia. Ni kipi ambacho kimefanya sasa hivi soko la YouTube mnageuka kama sehemu ya fursa ya biashara, platform ambayo ilikuwa inaingiza pesa tofauti na watu walikuwa wanachukulia mwanzo? Because movies zinaenda mtaani, kuna watu wana library, wana download,
Zamani ilikuwa tu mtu anaangalia kwenye simu, lakini sasa hivi unaona hata mtu asiyekuwa na simu ana uwezo wa kupata movie zako kwa sababu watu wana download. Kwa hiyo hata sisi tunakuwa kwamba mtu anavyo download zinaenda kuwekwa library. Library mtu anaweka kwenye flash. Ameenda kukaa uani, sebleni amekaa, ameweka flash yake pale anaangalia. Lakini akija kuangalia sinema mbovu, sauti mbaya, hawezi kukubaliana na hicho kitu. Kwa hiyo lazima sisi waandaaji tukae tuumize ndonga kwamba okay, sasa hivi kazi zinaenda hata maisha ya kawaida, sio tu YouTube. Kwa hiyo kwenye maisha haya ya kawaida inabidi tutengeneze kitu ambacho hata kikienda mtaani. Yes, this is talent. Na mimi kwa wasanii wanaofanya tamthilia kama design yako ni wachache. Yaani nahisi inaweza kuwa ni rahisi wa hizo wengo unazozipiga wewe. Unahisi ni kwa nini uigizaji wanaoigiza kama wewe wamekuwa ni wachache sana? Na hata wakija huwa afikii ubora ulionao wewe. Ni kipi wanafeli? Mimi sijajua kwa nini wao wanafeli. Ila hizo kazi pia zina changamoto nyingi sana nje na kamera, kwa sababu unaweza kuwa na waigizaji wazuri lakini baada ya kuona kazi zimetoka wakaanza kusumbua. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa upande wangu mimi naona hizo ndo changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo kama maproducer. Lakini sidhani kama kutakuwa kuna tofauti nyingine kwa sababu ni kushuti kule kule tu. Kuchapa ni kule kule tu, ila ubunifu kwenye kushuti basi inafanya na feli. Yeah. Nagwa, wewe ni miongoni mwa wasanii of course ambao mna talent, lakini sasa hivi naona kama maisha ya kule wogo naishi ukweli. Ya wapi? Yaani maisha kwenye tamthilia ni kama maisha ambayo naishi, misemo unaisema kule kwenye kazi ni kama maisha ya vasa, ishakuwa maisha yako halisia. Maisha yenyewe kuruka kama nguo tu. Kuna muda rafiki yangu ukienda mbele ukiangalia nyuma ulipotoka na unapoenda mbele ni vitu viwili tofauti. Kwa nguo ambayo ulinoa mwaka jana, nguo ambayo utanua mwaka huu ni vitu viwili tofauti. Kwa hata mimi unaponiona kwenye kazi zangu misemo yangu waga ni papo hapo. Ukisema yes na kujibu yes, ukisema no na kupiga kweli no. Kwa ndo maisha yetu yapogo hivyo. Nagwa sio mtata, Nagwa sio mkorofi. So na utata gani kicha wangu? Yaani kwa watu ambao unaishi nao Nagwa, yani mtu akikosea ni kipi Nagwa unaweza kumzingua mtu akikosea hiki na hiki? Mtu akinizingua namtema, tunamtupa bichi. Na kutupa bichi bila boya hata ukifa by order. Anakutupa tu. Sasa maisha yenyewe mwanangu tupigane tupelekane mautuo. Maisha yenyewe yalivyokuwa magumu hivi rafiki yangu tuanze kuleteana noma. Wewe na mimi tumeshindwana, ishi maisha yako. Yaani ni hapo hapo. Hapo hapo hata kama ulikuwa umecheza wewe ni main. Tunakutupa bichi. Ujewe kutengeneza story ukamweka mtu akacheza afu akaleta akazingua? Nyingi sana. Nyingi. Tupa bichi. Nyingi yani nyingi. Mimi hata sasa hivi hapa nimekuchezesha main character na kutupa bichi, umeleta dharau. Maisha yenyewe yako wapi mwanangu, tuanze kubembelezana wakati wewe mwenyewe una shida umekuja kwangu. Wewe una shida umekuja kwangu na mimi nina shida nimekuja kwako. Kwa hiyo kikubwa ni kuheshimiana tu katika majukumu ya kazi. Mtu akija kwa Nagwa amejipanga, anajua amekuja kufanya kazi. Unjoki kazi. Yaani ukiletea mimi masuala yetu umekuja kwangu kwa sababu ya mapenzi, umekuta mademu umeleta session na kupiga na kamera. Unajua zile? Kwa sababu sisi tutakagi noma. Haya maisha kila mtu atafuta maisha. Kwa ukija huku ukata kuleta noma afu sisi tumekupanga wewe ndo main ukajikuta wewe unatuvimbia sisi. Sio maisha yetu magumu. Inakuwaje tunaleteana noma? Pambana. Sisi wote tuko kwenye upambanaji. Iko hivyo mzee wa kazi. Toto la Mungu. Ukisema toto la Mungu unasema bless sa God. Toto la Mungu? Bless sa God. Mimi naweza nikaamini ndio slogan yako kali ambayo mimi nimeona imekaa kwenye engo. Yaani hiyo ndio imefilimba na t-shirt tunazitoa kesho kutwa. Uniambie tu kama unataka t-shirt nikupe. No, sio kesho kutwa, ni leo. Ni leo. Yes, mitoto ya Mungu. T-shirt zake zipo kabisa. Sasa tutanipa kwanza, mimi nataka niukie nao. Hiyo slogan ndio slogan zako zote. Mitoto ya Mungu. Mitoto ya Mungu. Yaani umekaa na watoto wana sura hizo. Sura mbovu, sura gozi no mapozi. Noma. Ile clip inafurahisha sana usikia toto la Mungu. Sasa kama Mungu nana watoto lakini kuna watoto wengine hao. Mifilimason. Watoto wameshindikana. Noma sana. Mitoto ipo nimeficha huko. Kwa hiyo mitoto ya Mungu tunaikuta kwenye Cyborg. Mitoto ya Mungu, mimi wale wote waliocheza wale ni mitoto ya Mungu, ipo kwenye Cyborg. Mitoto ya Mungu ile ni jambo lingine kabisa. Ile ni slogan. Ile sio movie wala sio nini, ile ni slogan. Lakini pia wajiandae kwa mitoto ya Mungu. Inakuja anytime kwa sababu mimi nikiamua tu nikilala nikiamka. Mizimu yangu ukiniambia inabidi tufanye tunafanya. Nataka uambie watu mashabiki zako ambao hawajatazama Cyborg ni kipi wakisubiria kwenye Cyborg. Jambo la kwanza niseme wasubirie kwa hamu sana kwa sababu ndo kwanza tuko na episode ya kwanza. Alafu sitaki kulipeleka jambo mbali sana, lina episode 10 tu nimelifanya. Kwa hiyo wewe kama hujatazama, basi ingia nenda katizame.
kama hujasubscribe kwenye channel ya Nagwa Movie, basi inabidi uingie ukatizame, kwa sababu ile ni sinema ambayo ina utofauti, ina radha, ina maoneo, ina shule. Kwa hiyo tumetia vitu vingi kwa sababu ya kuelimisha jamii. Sio kwa sababu wewe ni msela tu ucheze. Kuna watu wanataka kujifunza kupitia wewe Nagwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi tumeviweka mule kwa ajili ya mafundisho zaidi. Yes, hilo ndio jambo la msingi. Nataka watu wamekuwa na kuuliza kwa nini Nagwa unakuwa unachelewa kutoa kazi, hazitoki kwa wakati. Ili tuliweke wazi. Ni kwa nini kinakufanya uchelewe? Mara nyingi sana inakuwaga ni changamoto. Unaona hili kitu nilichokuambia kwamba pia inaweza kawa ni watu ambao tunashoot nao wanaleta miayusho, pia unaweza kushangaa vyombo ambavyo tunavitumia. Unaweza kushangaa wewe mwenyewe kwa nini urekodi kipindi kamera ikazingua battery. Kwa hiyo unashindwa kusolve kwa muda ule. Inabidi uvutie time ili uweze kumaliza. Kwa hata sisi tunakutana na hizo changamoto. Sio kwamba labda mtu anataka kutoa kazi kila siku. Mashabiki wao wanapenda kuona kitu tu, yes. Lakini changamoto zetu pia hawazijui. Kwa hiyo sisi tunachokiona kwamba wao watuvumilie katika hilo. Lakini sasa hivi tumeshamaliza. Niko na mdogo wangu, director wangu. Anafanya vizuri, wampokee tu, anaitwa Duri. Ni mtu ambaye napambana naye kwenye hizo harakati, na suni tu mdogo wangu na yeye atamiliki gari yake. Yeah. Nataka umwambie kitu kimoja Cram ambacho nahisi labda ambacho hujawahi kumwambia mdogo wako, kwa sababu ni mdogo wako yule. Anajua na mkubali, ana baya. Ana baya. Toto la Mungu yule. Toto la Mungu. Wow, ya asante. Noma. Bana, mimi Nagwa nakushukuru sana na kwa time yako. Salute sana, asante sana. Lakini mimi pia nasema nawapenda sana mashabiki zetu, waendelee kusupport kazi zetu. Panapochukua na changamoto, basi pia na wao watusamee. Lakini tunawapenda sana. Bila wao sio sisi, na sisi bila wao hakuna kitu. Bana, kama hujatazama Cyborg, nenda, ndio episode ya kwanza bado nyeupe ndio inaanza. Nenda ukaitazame Cyborg kutoka kwa ngoma Nagwa. Toto la Mungu. Toto la Mungu, bless sa God. Unasema nini wewe? Hatari sana.